Rayani alianza kupata umaarufu haraka sana, lakini si kwa sababu alikuwa anatafuta umaarufu. Umaarufu ulimjia peke yake kama baraka iliyokuwa ikimfuata sadaka yake ya kwanza. Baada ya miezi 6 tu kwenye kazi mpya, Bwana Juma, mmiliki wa kampuni ya magari, alimpa Rayani jukumu la kuwa mratibu wa mafunzo ya vijana. Kampuni ilianza mpango wa kuwafundisha vijana wa mitaani bila malipo, jinsi ya kurekebisha magari, pikipiki na hata magari ya umeme yanayokuja. Rayani alikuwa mwalimu mkuu. Alifundisha kwa moyo, kwa subra na kwa upendo, kitu ambacho vijana walichokipenda sana. Mmoja ya vijana hao alikuwa na simu ya kuchukua video. Siku moja alirekodi Rayani akimfundisha kijana mwingine jinsi ya kubadilisha breki bila kumkataa hata mara moja alipoharibu kitu kidogo. Video hiyo ilianza kuenezwa WhatsApp, kisha Instagram na hatimaye ikafika TikTok na YouTube. Watu walianza kuita Fundi Rayani, mwalimu wa moyo. Katika video hiyo fupi tu ya dakika 2, Rayani alisema maneno haya ambayo yaligusa mioyo ya watu wengi. Usiogope kuharibu, ogopa tu kutojaribu. Mimi nimeanza na baiskeli moja tu. Leo ninafundisha mamia. Yote ni kwa sababu Mungu alinifungulia mlango baada ya kutoa yote niliyokuwa nayo. Video hiyo ilipata maoni milioni 1 ndani ya wiki moja. Watu walianza kuandika maoni kama, huyu ndiye fundi wa kweli, sio wa kujionyesha tu. Nimekuwa na huzuni leo, video hii imenipa matumaini. Mungu akubariki Rayani, wewe ni mfano wa vijana wa sasa. Ghafla vyombo vya habari vilianza kumpigia simu. Gazeti moja maarufu la Dar es Salaam lilimfanya kifuniko, Rayani, kutoka kibanda cha baiskeli hadi kuwa fundi wa kitaifa. Televisheni za Taifa na Clouds zilimuita studio kwa mahojiano. Rayani alikubali, lakini alisema wazi, sitaki kuongea mimi tu, nataka kuongea kuhusu vijana wengine ambao wana uwezo lakini hawana nafasi. Umaarufu ulipoongezeka, baraka zikaongezeka pia. Kampuni kubwa za magari zilianza kushirikiana na kampuni ya Bwana Juma, na moja ya sababu kuu ilikuwa kwa sababu ya Rayani. Kampuni moja ya mafuta ilitoa ruzuku ya vifaa vya mafunzo 100,000 kwa kila mwezi. Benki moja ilitoa mkopo wa asilimia ya chini kwa wale vijana waliomaliza mafunzo na kutaka kuanza warsha zao ndogo. Rayani hakusita. Alianza kuanzisha Rayani Skills Academy, shule ndogo ya mafunzo ya ufundi wa magari ambayo haikutoza ada hata kidogo kwa vijana wa familia maskini. Alianza na chumba kimoja cha duka la zamani, lakini ndani ya mwaka mmoja walikuwa na majengo 3 madogo katika maeneo tofauti ya Dar es Salaam: Kinondoni, Temeke na Ubungo. Lakini umaarufu haukuja bila majaribu. Hapa ndipo hadithi inakuwa chungu kidogo, bila damu, bila silaha, bila vurugu, kama ulivyoamuru. Wivu na uongo. Baadhi ya wanafanyikazi wa zamani katika kampuni kubwa za magari walianza kueneza uvumi kwamba Rayani anatumia pesa za wafadhili vibaya. Wengine walisema anajifanya mcha Mungu ili apate pesa. Hata video moja feki ilitengenezwa ikionyesha Rayani akipokea pesa nyingi kwa siri. Watu wengi walianza kumuuliza maswali magumu kwenye mitandao ya kijamii. Rayani hakujibu kwa hasira. Badala yake, alifanya live moja kwenye Instagram na kuonyesha kila karatasi ya matumizi ya pesa, hata senti moja. Alisema, nimekuwa maskini, najua maumivu ya kutokuwa na chakula. Sitawahi kuiba hata senti moja ya mtu. Kama mna shaka, njooni Akademi wenyewe muone. Wengi walipenda uaminifu wake zaidi na uvumi ukaisha polepole. Majaribu ya pesa kubwa. Kampuni moja kubwa ya magari ya kimataifa ilimpa ofa ya kazi, mshahara wa milioni 1 kwa mwezi, gari la kifahari na nyumba ya kisasa. Walimwambia, ukiacha akademi yako na uje kufanya kazi nasi, tutakufanya brand ambassador wetu barani Afrika. Rayani alifikiria kwa siku 3. Alimwambia mama yake usiku moja, mama, pesa hii inaweza kutufanya tuwe na maisha mazuri sana, lakini nikiwaacha vijana hawa, nitakuwa nimewatelekeza. Mama yake, ambaye sasa ana afya njema na anasaidia kuwapikia vijana akademi, alimjibu kwa upole, mwanangu, ulianza kwa kutoa yote uliokuwa nayo. Usiishie kwa kuchukua yote utakayopata. Mungu alikubariki kwa kutoa, si kwa kuchukua. Rayani alikataa ofa hiyo. Badala yake aliiambia kampuni hiyo, badala ya kunipa mimi, nisaidieni kuendeleza akademi.
tuwafundishe vijana zaidi. Kampuni hiyo ilishangaa, lakini ikakubali na kutoa vifaa vya ziada vya mafunzo kwa miaka 3. Majaribu ya familia. Dada zake wawili walianza kuwa na wivu kidogo. Mmoja alisema, wewe unapata umaarufu, unatutenga sisi. Rayane alilia usiku huo kwa huzuni. Alipanga siku moja ya familia. Walienda pwani Bagamoyo wote na akawapa kila mmoja zawadi ndogo na akawaambia, bila nyinyi na mama, singekuwa hapa. Hii akademi si yangu peke yangu, ni yetu sote. Polepole familia ikawa karibu zaidi. Mwaka wa pili wa umaarufu wake, Rayane alifanya jambo kubwa zaidi. Alianza Sadaka ya Rayane, mpango wa kutoa msaada kwa familia maskini kila mwezi, hasa wale wenye magonjwa au watoto wasio na uwezo wa kusoma. Alitumia 30% ya mapato yake yote, hata yale ya YouTube na mitandao, kwa mpango huo. Sasa Rayane ana umri wa miaka 32. Ana warsha kadhaa, ana vijana zaidi ya 1200 ambao wamepata mafunzo na wengi zao wameanza maisha mapya. Ana nyumba ndogo lakini safi, gari la kawaida na moyo uliojaa shukrani. Mwisho wake bado hajaisha. Rayane anasema kila siku, sadaka yangu ya kwanza ilikuwa yote niliyokuwa nayo. Leo sadaka yangu ni kutoa yote ninayopata, na baraka zinaendelea kuja, sio kwa ajili yangu tu, bali kwa wengine wengi. Hiyo ndiyo hadithi ya Rayane, kijana ambaye alitoa mama yake sadaka na Mungu akamfanya tajiri wa moyo na mali. Asante kwa kunisikiliza hadi hapa. Ndipo mwisho. Usikose kusubscribe, like, share na kucomment.